Habari, karibu tena kwenye mwendelezo wa series yetu ya budget na mipango. Jamani, tumefundisha vitu vingi sana, tumegusa topic nyingi sana katika budget, na yote hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kukujengea uelewa mpana, lakini kwa lugha rahisi, kwa namna rahisi ambayo unaweza kuelewa na wewe ukaamua kuchukua budget kama kitu serious katika maisha yako na kuanza kukitengeneza na kukitumia na kufanyia kazi maeneo muhimu ambayo yanahitaji kufanywa kazi katika eneo la budget. Hasa leo katika mwendelezo naomba tujifunze kitu kinaitwa mabaki yanayotokana na budget. Tunasema budget leftovers. Budget leftovers. Kama mlifikiri leftovers ni za nyumbani tu pale jikoni, tunasema vile viporo na nini tunazita leftovers. No, hata kwenye budget kuna budget leftovers. Yale mabaki ya kwenye vifungu mbalimbali vya budget ambayo yanakuwa yanabaki. Lakini katika kudadavua kwa kusema kwamba hapo kwamba budget leftovers ni nini, ni kule kwamba kama mnavyokumbuka niliwaambia kwamba matumizi ni lazima tuweze kuyagawa katika makundi, na nikakufundisha namna ya kugawa, na nikafundisha mpaka na ile list of preference kwamba unaweza ukaiandaa na baadaye ukaja ukaitumia wakati unakwenda kufanya matumizi ya yale mahitaji ambayo sio ya lazima lakini yananogesha maisha, huwa nayaita hivyo, ambayo hizo zinakuwa ni wants. Kwa hiyo sasa nilishawafahamisha kwamba matumizi hauwezi kuyapata bure, hauwezi kuyatimiza bure, lazima uingie gharama. Kwa hiyo baada ya kujua kwamba wewe kanuni yako ya kupanga matumizi ni ipi, unatumia ile kanuni yako ya kupanga matumizi, unakwenda kuweka pesa kwenye vile vifungu mbalimbali vya matumizi, yale makundi mbalimbali ya matumizi ambayo wewe umepanga kuyafanya. Manake ni kwamba unapokwenda kutumia sasa, inawezekana sio kila fungu likamaliza pesa yote kama ambavyo umepanga. Kuna baadhi ya mafungu yanabakiza pesa. Unafika mwisho wa kipindi cha budget. Kwa mfano kama unapanga budget ya mwezi, ina maana ulipanga budget pale mwanzoni, sawa? Ulipanga budget tarehe 1, umeitumia, tumefika tarehe 28, 29, 30 pale. Unakuja kuangalia budget, unakuta imebakiza kwenye baadhi ya vipengele, sio vipengele vyote, na wala sio makundi yote yatabakiza. In fact, kuna baadhi ya makundi yatatumia zaidi kuliko kile ambacho umekibudget, lakini kuna baadhi ya makundi yatabakiza pesa. Hizo pesa zinazobaki baada ya kuwa umefanya matumizi yote uliokuwa umekusudia kufanya kwenye kile kifungu, ndio tunasema kwamba yale ni mabaki yatokanayo na budget ama budget leftovers. Sasa hizi budget leftovers kwa nini zinatokea? Kwa nini unafikiri pana kuwepo na mabaki katika budget? Sababu ya kwanza tunasema inawezekana kwa sababu umeshapenda hiyo dhana ya utumiaji wa budget, umeshaamua kwamba utatumia, lakini pia umekaa umetengeneza. Kwa hiyo subconsciously, bila wewe hata kujua kama kuna vitu vinaendelea, tayari unajikuta your subconscious mind inataka wewe uwe na umakini katika kutumia ile budget. Kwa hiyo unajikuta unaanza kuadapt kuwa na tabia nzuri za kifedha, unaanza kuadapt kuwa na nidhamu katika matumizi. Kwa hiyo ile nidhamu ambayo unaipata katika matumizi inakufanya sasa uende ukatumie kwa uangalifu, uende ukatumie bila kufuja, uende ukatumie ukiwa unaelewa kwamba sitakiwi kuchezea hela. Sasa hayo inakupa matokeo kwamba inawezekana baadhi ya vifungu pesa zikabaki kwa sababu we mwenyewe hautumii kwa kufuja. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia inawezekana wakati unaweka budget kwenye kile kifungu, wakati unaweka budget uliweka budget kubwa, ulikadiria kwamba utatumia zaidi, kwa hiyo ukaweka budget allocation kubwa kwenye kifungu fulani, let's say kwenye kifungu cha usafiri au labda kwenye kifungu cha kununua mahitaji ya nyumbani, ukaweka pesa kubwa, lakini baadaye ulivyoenda kununua ukakuta kwamba kumbe sio pesa kubwa kama ulivyokadiria. Kwa hiyo automatically lazima pale patabakiza pesa. Lakini kingine, inawezekana sokoni ambako tunakwenda kutafuta mahitaji yetu, kwenda kununua mahitaji yetu, inawezekana bei zimepungua tu. Sio kwamba wakati unaweka ukuweka sahihi, hapana, lakini imetokea kuna mapunguzo ya bei. Yaani ile bei tu imetokea kutokana na economic forces yuko katika nchi na katika uchumi, lakini vitu fulani vikashuka bei. Kwa hiyo tayari hiyo itakusababishia wewe upate budget leftovers. Lakini wakati mwingine inawezekana kuna discounts, kuna mapunguzo ya bei, kuna offers
kuna mabonus na kadhalika, promotions kwa ajili ya kuweza kuvutia wateja. Kwa hiyo na wewe usiku unakwenda kununua, kumbe ni usiku wa promotion. Unaambiwa ukinunua kuna 40% inapungua, kuna 20% inapungua. Kwa hiyo automatically lile fungu litabakiza kiasi cha pesa. Kwa hiyo hizo ndo sababu zitakazofanya baadhi ya mafungu katika bajeti yako yabakize pesa. Sasa hii pesa ikibaki, tunafanya nini nayo? Sababu hii video nzima hiyo ndo point. Tunafanya nini na hizo pesa ambazo zinabaki? Baada ya kuwa tumetumia bajeti vizuri, tumeweza kuhakikisha kwamba inabakiza chochote kitu, kimeweza kubaki, hiyo pesa inakwenda wapi? Cha kwanza, hiyo pesa unaweza ukasema ibakie pale pale kwenye lile fungu ambako ilikuwa imepangiwa toka mwanzo alafu ikabaki, kwa sababu hilo fungu ni fungu endelevu la matumizi. Hayo matumizi yatakuwepo pia mwezi unaokuja. Kwa hiyo hiyo pesa ibaki pale kama opening balance ya mwezi unaofuata. Utakapoenda kuandaa budget, utakuta tayari kuna pesa iko pale. Kama hicho kifungu uwe umekikadiria 100,000 lakini haukutumia yote, ulitumia 80, ikabaki 20,000, maana yake hiyo 20 inakwenda kuwa opening balance kwenye hilo fungu katika kipindi cha budget kinachokuja, mathalan katika mwezi unaofuata. Kwa hiyo katika mwezi unaofuata, badala ya kuchukua 100,000 ukaika pale, utachukua tu 80 ukaika pale, alafu ikawa 100,000. Ina maana kwenye hii pesa mpya ambayo unapangia budget kwa kipindi hiki kipya cha mwezi ambao umekuja, ina maana tayari umeshaokoa 20,000, kwa sababu hautaweka 100,000, badala yake utaweka 80, kwa sababu tayari kuna 20,000 ilikuwa imekuwa leftover kwenye kipindi kilichopita. Unaona? Kwa hiyo unaweza kaamua ukaiacha pale, ikawa ni closing balance kwa kipindi cha huo mwezi husika, lakini ikaenda kuwa opening balance kwa kipindi cha huo mwezi ambao unafuata, ama kwa kipindi cha budget period inayofuata. Lakini namna ya pili, unaweza ukaamua ukasema hii pesa naenda kuiweka kwenye kitu kinaitwa revolving saving account ama revolving account. Revolving account ni aina fulani ya account ama ni aina fulani ya utaratibu kwamba pesa zinazobaki wewe unazikusanya. Labda inawezekana Januari kulibakiza, Februari kulibakiza, March kulibakiza, June kulibakiza, unazichukua, unakwenda kuziweka kwenye hiyo revolving account. Zikishafika kiasi fulani, wewe utaamua sasa kwamba uzichukue pengine ukaziwekeze, ama uzichukue uende ukalipe madeni, ama uzichukue uende ukapanue biashara yako. Ni wewe utaamua ziende wapi, lakini kunakuwa specifically kuna mahali unazitunza, kwa sababu baadaye unaweza ukaja ukazitumia. Kwa hiyo ndani ya hiyo revolving account tumeona hiyo aina moja kwamba zikusanye, utakuja kuzipangia matumizi hapo baadaye kadri unavyoona inafaa. Lakini wakati mwingine unaweza kuamua kwamba naziweka katika bajeti zangu, hii mifuko ya bajeti, lakini najua kuna siku, kwa sababu sisi ni wanadamu, we don't know tomorrow. Kuna siku utaamka utashangaa mwezi fulani umepelekwa ile mbio na mambo. Mara kimetokea hichi, mara kimetokea kile, mara fulani kafanya nini, mara unashangaa jamani huu mwezi hebu na uishe. Huu mwezi tumeuanzaje, unajiuliza. Kwa hiyo kuna baadhi ya miezi inaweza ikaja ukakuta matumizi yako yameshoot kwa sababu mbalimbali, zingine hata hatukuzitarajia. Huwa inatokea. Kwa hiyo ikifika hapo, manake ile miezi ambayo ilikuwa na leftovers itaenda kukusaidia wewe kutimiza majukumu au kufanya matumizi kwenye miezi ambayo huwa inakuja na matumizi makubwa zaidi ya vile ambavyo tulitarajia. Hii aina ya kwanza ya ndani ya revolving, nimesema unakusanya alafu baadaye unakuja unafanya jambo la kimaendeleo. Unaweza ukaamua ukasema pengine naenda kulipa deni. Of course kulipa deni ni kitu kizuri, au ngoja nikaongeze nguvu katika uwekezaji na kadhalika. Lakini hii aina ya pili unaiacha kwamba kuna siku utaitumia, kwa sababu miezi haifanani. Kuna miezi inaweza ikaja na kashikashi zake nyingi kiasi kwamba ikawa kipato cha mwezi husika kisitoshe, lakini tayari una plan B, kwa sababu kuna ile revolving account yako ina pesa. Kuna miezi ambayo ulifanikiwa kusave, unachukua kule and then unakwenda execute au kutumiza mambo ambayo yanakuwa yamekusonga ama yamekuzonga kwa huo muda husika. Kwa hiyo ilikuwa namna ya pili ambayo ndani yake nimekupa njia mbili. Lakini namna nyingine unaweza ukaitumia hiyo pesa kwenda kulipia madeni.
ukalipa madeni, kwa sababu hakuna kitu kizuri kitakacho kusaidia kwenye masuala ya budgeting kama utakavyojitahidi kupunguza na kumaliza madeni, kwa sababu mara nyingi madeni yanachukua sehemu kubwa ya mapato yetu, hivyo inakuwa inaturudisha nyuma katika kupanga kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo kama una deni ambalo lipo, ili kusudi lisiendelee kupata kuongeza penalty na fines na kadhalika, unaweza ukaamua ngoja mimi nilipe bwana, ili niwe huru sasa, kipato changu ambacho nilikuwa nakielekeza kwenye kulipa deni sasa kirudi kwenye budget nikielekeze kwenye maendeleo. Utaweza kuelekeza kwenye maendeleo kama utakuwa umejipanga kwanza kuweza kulipa hayo madeni. Kwa hiyo hayo mabaki hayo unaweza ukayatumia ukaenda kulipa madeni ambayo yanakusonga kama unayo. Hiyo ni njia ya 3. Njia ya 4 unaweza kwenda kutumia katika matumizi ya uwekezaji. Unaweza kwenda kuwekeza, kama utawekeza kwenye vipande, kama utawekeza kwenye hisa, lazima kwenye bajeti yako, tulisema kwenye video zilizopita, lazima uweke sehemu ya budget kwa ajili ya maendeleo. Tena nikasema maendeleo na uwekezaji. Unaweza ukawekeza kwenye financial markets, unaweza ukawekeza pengine kwenye biashara, lakini ukawekeza kwenye SACCOS na vikoba. Hiyo nilisema. Kwa hiyo sasa inawezekana ile budget ulivyoipanga pale mwanzoni tayari fungu la uwekezaji lilikuwepo. Lakini kwani kuna kosa gani? Ikiwemo kuna mafungu mengine yaliyobakisha ile pesa, wewe ukachukua ile pesa ukaenda kujazia kwenye uwekezaji. Maana yake unazidi kufikia malengo ya uwekezaji kwa haraka. Kama ulisema nataka niwekeze milioni 50, nataka niwekeze milioni 100, nataka niwekeze milioni ngapi, unazidi kufikia hayo malengo ikiwa zile leftovers utazitumia kwa ajili ya uwekezaji. Lakini hizo leftovers kwenye namba 5 hapa unaweza ukatumia kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kustaafu. Yamkini umeshaanza na una mfuko wako maalum kwa ajili ya kujiandaa na kustaafu, lakini ukaenda kuongezea nguvu kwa sababu kuna mabaki yaliyobaki, ukasema no, mimi sitaki kuyatumia vibaya na kwenda kuongeza nguvu kwenye mpango wangu wa kustaafu. Kwa hiyo retirement plan ikapata boost. Hiyo ilikuwa ni namba 5. Lakini pia katika namba 6 ya njia za kuweza kutumia zile leftovers, unaweza ukaamua kuitumia katika emergency fund, kwenda kujitengenezea mfuko wako wa dharura. Kwa sababu inabidi uwe na mfuko wa dharura mapema sana. Japokuwa tunasema of course unaweza kuchukua miaka 3, miaka mingapi, 4, 5 kuandaa, kwa sababu wanasema we build an emergency fund. Kwa hiyo ile kubuild unakuja kugundua kwamba sio kazi ya siku moja. Unatakiwa mdogo weke taratibu, lakini mwisho siku kuna siku ifike kwamba lazima kiwango chako cha emergency fund kitimie. Sasa ili kiweze kutimia kwa haraka, hizi leftovers za kwenye budget zimebaki, sio kifungu hapa, kifungu pale, zichukue zile, alafu nenda kaziweke kwenye emergency fund ili kusudi uweze kuongeza na uweze kufikia lengo lako la emergency fund kwa haraka. Lakini namba 7 unaweza ukaamua kutumia zile leftovers kama pesa mpya, kama new money. Kwa hiyo unapokwenda kwenye kipindi cha bajeti kinachofuata, labda itakuwa ni mwezi unaofuata wa bajeti, ina maana ile leftover ya mwezi uliopita unaenda kuichanganya na yale mapato mapya ya mwezi unaofuata, alafu jumla unakuwa na amount ambayo ni kubwa kuliko yale mapato yako, sababu umepata ya kuongezea. Alafu ndo unakaa chini sasa unajiuliza, katika haya sasa nianze kutumia vipi? Kwa hiyo let's say kwa mfano mapato yako ya kila mwezi ni milioni, lakini tayari kuna 100,000 ilibaki kwenye mwezi uliopita. Kwa hiyo unaichukua kama new money, inaingia kwenye mwezi unaofuata. Kwa hiyo badala ya kuwa na 1,000,000 unakuwa na 1,100,000. Alafu sasa ile 1,100,000 ndio unaanza kuweka sasa zile kanuni zako za bajeti kwamba 10% nenda hapa, 5% nenda hapa, 20% nenda hapa, sijui fungu la 10 ngapi, ndio unaanza kubudget kwa upya. Kwa hiyo unaweza pia ukaamua ikaenda kutumika katika mwezi unaofuata kama namna ya tunasema namna ya kuongeza budget kuongeza nguvu kwenye mapato ya kipindi kinachofuata. Na njia ya mwisho ambayo ni namba 8 ya namna ya kutumia zile budget leftovers ni kwenda kusaisha yale mafungu ambayo yalitumia zaidi. Hapa leo tulikuwa tunazungumzia budget leftovers, mabaki kwenye vifungu, ambacho ni kitu kizuri kwa sababu hiyo ni positive. Tunasema ni surplus sababu imebaki, ama tunasema ni cash balance imebaki. Lakini kuna wakati mwingine baadhi ya mafungu yatatumia pesa zaidi, tunasema ni deficit, inakuwa ni negative. Sasa ukiona hivyo, jua kabisa kuna sehemu kumesafa
kuna sehemu kumesafa, ndo maana pengine ukaenda kununua chakula zaidi ikapitiliza, au pengine ukafanya entertainment ikapitiliza. Hiyo inakwambia kuna sehemu imesafa, na most likely kitakachokuwa kimesafa ni uwekezaji wako, au ni akiba, au ni emergency fund, au ni mpango wa kustaafu, ndo utakuwa umekwenda kuchukua kule, kwa sababu kumbuka kule sio matumizi ambayo ni lazima uyafanye. Kwa hiyo hakuna mtu anayekushurutisha. Kwa hiyo mara nyingi sisi kama sisi huwa tunapenda kama kujiibia au kujidanganya na kadhalika. Kwa hiyo mara nyingi utakwenda kuchukua kule. Sasa kama kuna mafungu yamebakisha na kuna mafungu yakatumia zaidi na ulikwenda ukaathiri uwekezaji wako, retirement, emergency fund, basi tumia hiyo pesa kwenda kulipia yale makosa ambayo ulifanya kwa kwenda kutumia vifungu vingine, kwa sababu kuna vifungu vilitumia pesa zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kusema tu kwamba itumie hiyo leftover kwenda kufanya masaisho kwenye vipengele ambavyo vilitumia pesa zaidi, na ni kama vipo, maana si lazima viwepo. Inawezekana umekuwa makini, hakuna kipengele kimetumia zaidi, ila umepata vipengele viwili au vitatu ambavyo vimebakisha pesa. Kwa hiyo kama hauna kipengele kilichotumia zaidi, basi namba 8 haitakufai. Na kwa tuko sawa, kafanya zile njia zingine nilizokuambia na utakuwa umeweza kudeal vizuri na zile budget leftovers ambazo umezipata katika mwezi husika. Sasa hapa naomba nisisitize jambo kwamba ukishajua kuna budget leftovers zinatokea, naomba ujitahidi sana katika budget inayofuata, uwe makini katika kuweza kuweka zile gharama kwenye kila mafungu, ili kusudi kuweza kuepuka kupata hizi budget leftovers. Nasema hivyo kwa sababu najua kwamba hakuna pesa pia inayotumiwa vibaya kama hizi budget leftovers. Kwani bwana, kikawaida si ilikuwa nitumie yote hii kwenye chakula na kodi? Imetokea bwana, nimejikuwa na niliko, ngoja nikajipongeze. Kwa hiyo mara nyingi hizo pesa zinatumika kama kichaka za kwenda kufanyia mambo mengine ambayo sio ya msingi. Kwa hiyo kama tutaweza mapema kuweza kugundua wapi panaweza kutokea budget leftovers, tukaweka sawa, mwisho wa siku tutumie kama tulivyopanga. Hatumaanishi kwamba uende ukaforce sasa kwamba ila yote iishe, japokuwa umejitahidi kuweza kubana matumizi just because umeambiwa iishe. Hapana, hatumaanishi hivyo. Tunamaanisha bajeti yako iweze kuwa very realistic as possible. Sawa, yani kwa kadri utakavyoweza iweze kuwa realistic. Ikitokea leftover, fine, nimeshakupa ujanja wa mbinu za kutumia ili kuweza kudeal na hizo leftovers. Mimi nasema hivyo kwa sababu tuepuke wale ambao wanakwenda kuabuse zile mabaki, wanakwenda kutumia vibaya yale mabaki, wanakwenda kuyafuja yale mabaki badala ya kuyatumia na kwenda kufanya maendeleo zaidi katika harakati zao za kutafuta financial independence. Ndio maana nikasema lazima nje niwaambie kuhusu budget leftovers, lakini niwape na mbinu ya namna ya kuzitumia ili kusudi uendelee kuwa in control ya pesa zako. Lakini all in all tujaribu zisitokee sana na zisitokee mara kwa mara. Asante kwa kunisikiliza. Tunaendelea na budget na mipango, kwa hiyo usiwe sana mbali na Achieve. Baki na Achieve all the time. Kama hauja subscribe, usubscribe na uweke ile notification ya kengele ili tukipost tu wewe unapata taarifa, unakuja unapata madini. Jamani, huwa nawaambia mkiwa mnakuja kuangalia video za Achieve, usiache kuja na kadayari, kadaftari, notebook, maana kuna mambo mengi sana ya kuandika na mengine ya kwenda kufanyia kazi baadaye. Asante, nitakuona tena kwenye video yetu inayofuata. Kwa heri.